nipende kusema mwaka huu 2026 Mheshimiwa Waziri wetu Dorothy Gwajima, kwanza niwape salamu zake. Anawapenda wakina mama wa Omega, anawasalimia sana, alitamani sana kuwa nanyi, lakini majukumu yamekuwa mengi, basi akasema nije nimwakilishe hivyo, lakini anatambua nini kinaendelea hapa na anawasalimu mno. Na amesema mwaka huu 2026 nchi yetu ya Tanzania tunakwenda na kauli mbiu hii kwa siku hii ya wanawake ambayo kilele chake ni Machi 8. Kauli mbiu ni haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Kauli mbiu hii inalenga kujenga uelewa kwa kuwekeza katika maendeleo jumuishi kwa kutambua na kutekeleza haki za wanawake na wasichana kwa vitendo. Kongamano hili linatupa fursa ya kutafakari mafanikio ya wanawake, kuhimiza usawa wa kijinsia. Hatuwezi kufikia maendeleo ya kweli bila kuhakikisha wanawake na wasichana wanapata haki zao na fursa sawa. Haki na usawa si upendeleo, bali ni msingi wa maendeleo. Haki na usawa ni daraja la kufikia dira ya 2050, na tunahitaji mambo kadhaa ili kuhakikisha sisi kama wanawake tunaweza kuyafikia hayo mambo. Mambo haya tunayoyahitaji, kwanza tunahitaji wanawake wenye elimu na ujuzi wa kisasa. Kwa hiyo tuendelee kusimamia wasichana wetu mashuleni. Ikitokea ameshindwa kusoma masomo ya sayansi, asome masomo anayoyaweza. Lengo tu ni kuhakikisha msichana huyu anapata ujuzi wa kisasa. Lakini wanawake wenye afya njema, tumemwona Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan akiendelea kuimarisha sekta ya afya. Ameweza kujenga majengo mazuri na kuweka vifaa tiba ambavyo vimeweza kustiri haki na utu wa mwanamke. Mtoto wa kike ameendelea kupewa elimu ya afya ya uzazi salama tokea umri wa miaka ya 14 hivi, anapokuwa kwenye masomo ya O-level mpaka anapoelekea chuoni. Lengo ni kuhakikisha tunakuja kupata kizazi kizuri baadaye, wanawake wenye afya njema. Lakini wanawake wenye fursa sawa za kiuchumi, wasichana wanaolindwa dhidi ya ukatili, wanawake wanaoshiriki katika maamuzi, wanawake wenye weledi na bidii ya kumjua Mungu kama sisi tulioko humu ndani. Na katika Zaburi 68:11 imeandikwa, Bwana alitoa neno, wanawake waliotangaza habari njema walikuwa jeshi kubwa. Wanawake si kundi dhaifu, bali ni jeshi la maarifa, ujasiri na matumaini. Lakini mafanikio ya mwanamke yanahitaji ushirikiano na mwanaume. Ndio maana mama mchungaji hayupo, lakini baba amekuja kukamilisha na gepu lake limezibika vizuri. Tushirikiane katika maamuzi ya kiroho, kifamilia na kimaendeleo. Wanawake ni zaidi ya 50% ya Watanzania kulingana na sensa ya mwaka 2022. Hivyo tusimame katika nafasi zetu kama walezi na wasimamizi wa maadili ya familia. Ni kweli wanawake ni jeshi kubwa katika familia, wakilea kizazi kijacho na kuimarisha maadili. Kama ni kuhakikisha tunayalinda maadili, tunakataza zile mila na desturi ambazo hazipo sawa. Ni kweli mila na desturi zetu, lakini sasa namna ya kuipelekea jamii inakwenda kuleta mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo tumuunge mkono Mheshimiwa Waziri wetu kwa sababu anafanya kazi nzuri kama mwanamke, lakini kusisitiza ili kuhakikisha tunawaangalia watoto wetu wa kike na kiume waweze kuendana na tuwarithishe mila na desturi zile ambazo zinajenga. Tusifunge macho. Tunaona kabisa hichi kitu sio kizuri. Hata kama sisi tuliyafanya wakati wa kipindi chetu, huenda tuliifanya katika star, lakini sasa hivi wanafanya hadharani na wakati mwingine wana exaggerate. Kwa hiyo vitu vile ambavyo vilifanywa ndani sasa hivi wamefikia wanafanya nje, na mwisho wa siku ni kusababisha mmomonyoko wa maadili. Na
changamoto hizi zote ni wajibu wetu kusimama na kutimiza jukumu letu kama wanawake, lakini vile vile kuhakikisha kupitia ujasiriamali, ubunifu na uongozi, na tunaendelea kujiimarisha pia kuwa na heshima katika jamii, lakini vile vile heshima katika